tumtoa mzee wetu Adam. Lakini msisahau na Ibilisi mama yake ni mwanamke. Kwa hiyo inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Nyinyi mmepewa njia ni mbili, ya kheri na ya shari. Kama mtafuata njia ya watu wema mtakuwa ni wema, na mkifuata njia ya uovu mtakuwa waovu, na Mwenyezi Mungu atuepushe. Kuhusu wanawake maelezo ni mengi sana ndani ya Qur'an na katika sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kauli za ulama. Lakini moja katika kauli za ulama anatuambia kwamba innal mar'a nisful mujtama, kwa hakika mwanamke ni nusu ya jamii, fil adad, kwa idadi, walakinaha aktharu fi ta'thir, lakini mwanamke yeye ni mwingi sana wa kushawishi, ni mwingi wa kuathiri. Hakuna anaweza kumshinda mwanamke upande huo, na ndio maana ametunukulia Sheikh Jibril ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akimuhadharisha Nabii Muhammad kwamba inakuwaje wewe mwenzetu unaharamisha asali na ni jambo liko wazi, nini tabtaghi mardata azwaji. Hiyo ni kwa sababu mwanamke ni mtu wa kuathiri sana, ni mtu wa kushawishi, na ni wengi wameteleza mbele ya wanawake. Wacha Mungu wengi sana wameteleza mbele ya wanawake, wanaozuoni wengi wameteleza mbele ya wanawake, na hata wababe wa dunia mnaowajua hawana kauli mbele ya wanawake. Ndio yule mmoja akasema qutu al-ilm fil afghad al-mar'a, elimu imechinjwa bwana katika nani za wanawake. Hakuna mtu atajifanya ana elimu mbele ya mwanamke. Sisi mnatuona na kanzu hizi wala Yesu mjumbe baraza la mashehe gani, hakuna ubabe mbele ya mwanamke ustadi. Watu hapa mbele ya wanawake wana maneno ambayo hamjasikia kwenye hadhara za Maulidi. Kuna sauti hutoka mbele za wanawake, watu hao mnaoona ni mashehe hawasemi tu, lakini Allah anajua. Innal mar'a nisfu almujtama fil adad walakinaha aktharu fi ta'thir, kuathiri sana. Tazama kitu kidogo, mwanamke ndio mtu wa kwanza kumlea mtu yoyote duniani. Anaanza kulelewa na mwanamke. Mtoto kabla hajaenda kwenye jamii anapitia kwenye mikono ya nani? Ya mwanamke. Kwa hivyo mwanamke yule akiwa ni mwema, na yule mtoto huathirika na ile malezi ya wema. Mwanamke yule akiwa ni muovu, na yule mtoto anaathirika na uovu wa mzazi wake wa kike. Na mtoto hukaa mara nyingi na mama kuliko na baba, na nyinyi hilo mnajua na liko wazi katika jamii zetu. Sasa kulingana na umuhimu na nafasi ya wanawake katika jamii, Nabii Muhammad ana maelezo yako wazi mengi, lakini mimi nanukuu machache. Mtume asema kwa riwaya iliyopokewa na Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume anasema kutuambia sisi umma wake kwamba ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Mtume asema sijaacha baada ya mimi kuondoka fitna inayodhuru sana kwa upande wa wanaume kuliko fitna ya wanawake. Wanawake ni fitna ambayo wanaume hawana ubabe wa kuikwepa hiyo fitna. Na ndio maana tulisema mwanamke
ndio mtu anayeongoza katika kuathiri. Hadithi kama hii ya Nabii Muhammad haina maana ya kuwadhalilisha wanawake, haina maana hiyo, isipokuwa inachotuambia ni kwamba nyinyi wanawake muwe makini na sisi tuwe makini, lakini umakini wetu unatokana na umakini wenu. Na mtume anayezungumza haya ni kwa sababu yeye mwenyewe yalimkuta, kama haya aliyosema Sheikh Jibril, kuharamishwa kwa nini? Ni wangapi leo wanaume wamejiharamishia kuoa mke wa pili kwa sababu yenu? Hizo ndoa za siri zinazalikana kwa sababu yenu nyinyi. Wakati mwingine hata radhi zenu hatutaki, lakini mnatulazimisha. Sallu ala Nabii Muhammad. Mwanamke anaambiwa na mume, bwana, mimi nakusudia mwenzako kidogo nikupandishe cheo, uwe cheo chako kiwe juu, uwe mke mkubwa wewe. Anasema kama unataka nikubadilishe jinsia uwe kama mimi hapa mjani. Si maneno mnasema nyinyi. Wale wengine wanawake wawili watatu wanatoboa kwa sababu hivyo njia za panya, lakini sio kwa kupita njia ya right. Nyinyi wanasema kwa kizungu njia ile nyoka, wanasema njia kuu. Ukiona mtu ameoa mke wa pili kapita njia za panya road, sasa nyinyi hamtaki. Lakini tazameni jamii yetu ilivyo leo. Tazameni, usizungumze suala la wizi huko mitaani. Watu wanaiba, zile mali zinarudi kwa nani? Kwa wanawake. Sijui nini huko, ni wanawake. Nyinyi ni hatari kubwa. Lakini kama mtakuwa wema, hakuna watu wema kama nyinyi. Nabii Muhammad katika hadithi nyingine aliwaambia wanawake, alikaa na wanawake kama hivi, na kikao kama hiki sio bid'a. Mheshimiwa Sheikh Wilaya, kama hiki sio bid'a. Mtume alikaa na kundi la wanawake kama hivi. Ni Mungu msamaha vipi? Mtume, wanawake wale wakamuuliza, kwa nini ya Rasulullah unatuambia sisi tutoa sadaka za nini? Mtume akamwambia, mimi nimeona nyinyi mko wengi sana motoni, kwa wengi motoni, na kuashiria wanawake ni wengi motoni mpaka imeshindikana hawa original, Mungu akaweka wale mahurulaini kuongeza idadi yao. Sallu ala Nabii Muhammad. Wale mahurulaini wamewekwa kuongeza idadi yenu kwa sababu peponi ni wachache na wanaume ni wengi, wanataka waje wapi? Peponi. Sasa italazimika Mwenyezi Mungu aweke mahurulaini kuwazibia nafasi zenu kwa sababu wengi watakuwa motoni. Wanawake wakauliza, kwa nini sisi tu wengi motoni? Mtume anasema, anyi mmezidi malalamiko. Malalamiko ni mengi kuliko kawaida. Kipindi kama hiki usieleze. Kila mwanaume unayemwona mtaani anatembelea choki, kakabwa kabali. Mtu yuko huko anatembea barabara, lakini anatembea amekabwa kabali akili yake na mtu. Kinachoendelea ndio abaya. Wama adraka man abaya. Tunatembelea choki, hatuna raha. Badala tuwaze ifunga nimefunga ilokubaliwa, hii Lailatul Qadr nitaipata. Na siku hizi maradhi mengi, corona usisahau, degedege usisahau, liko na degedege lingine la wanawake habari. Ndio maana hawa wanaosoma logapa Mwenyezi Mungu awahifadhi. Semeni amina. Amina. Hawa wamesema ilmu, hawa wakazungumza subra, wakazungumza utulivu, ni kwa sababu nyinyi ni habari kubwa. Ukisikia habari ya mjini ni wanawake bwana. Tusikueleze habari ya mjini sio nini. Hakuna habari ya mjini ni wanawake. Na ndio maana ziko aya nyingi kwa kumaliza zimekuja kwa maelezo special yanayohusu wanawake tu, na hizo ni nyingi sana ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kumwambia Nabii Muhammad, sikiliza Qur'ani, hizo hadithi. Qur'ani yazungumza kuhusu wanawake tu,
Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhan nabiyyu, we mtume we, qul li azwaji, waambie wake zako, waambie wake zako wewe, wa banatika, waambie na mabinti zako, wakina Ruqayya, waambie kina Fatima, kina Zainab, wote hao mabinti Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyinyi hamkuachwa nyuma. Wa nisa'il mu'minin, waambie na wake wa waumini, ndio nyinyi mliokaa. Wafanyaje sasa? Maelekezo yanasemaje? Mungu kawataja watu watatu, wake wa mtume, mabinti wa mtume na wake wa waumini. Maelekezo yanasemaje? Yudinina alaihinna min jalabibihinna, waambie wateremshe nguo zao zifunike mwili mzima. Waambie wanawake, mabinti zako, wake zako, wake wa waumini, wateremshe nguo zao zifunike mwili mzima. Hii yote ni aya ya kutufundisha sisi wanaume. Fitna yenu imekuwa kubwa, basi angalau, kwa kuwa fitna ni kubwa, angalau tustirike tu, hata kwenye mavazi yenu tukiwaangalia, tuishie zile sehemu tunazoruhusiwa tu kuangalia. Lakini bwana, usieleze uko mtaani mkitiri. Mwenyezi Mungu maelekezo mengine asema kutuambia sisi wanaume na wanawake, inamisheni nini? Sasa hivi haya macho yenyewe inamishika, mmetukaba kila sehemu. Labda tutembea, tunafanyaje? Tumefumba macho sasa, ajali za hazitoisha kumtani. Sasa hiyo aya ni sawa sawa, lakini ndio hivyo taathiri yao kwa ni matatizo. Tutembelee wapi? Ukigeuka huku utakutazama unakutana na jiwe lingine. Ukipeleka huku usieleze, ukienda huko mbele usieleze. Hata ukitembea chini, kila sehemu mnatukaba, mnatembea uchi. Na wengine humu ni kwa sababu hii Ramadhani tu, alhamdulillah, lakini watu wamesondeka kwenye mabegi, makabati, suruali, alafu mlivyo na hatari. Utembeaji wenu tofauti. Pamoja na kwamba tunatembelea choki wanaume, mmetukaba kila sehemu, lakini nguo zenu pia zimekuwa hazina stara. Bado ule mwendo wenu wa kutembea, namna ya kuzungumza na wanaume, imekuwa yote ni matatizo. Mtu amevaa suruali kweli na amevaa na shati, mwanamke huyo hana gauni, hana nini, lakini ile fulana inanyanyuliwa juu kidogo hivyo, alafu anakuwekea mkono hapa. Sasa unataka tutazame nini? Sisi hatutaki bwana. Mtaka tufanyaje sisi jamani? Nyinyi wanawake mnataka tukaishi mbinguni? Mbinguni muda ukufika huko bado tuko kwanza duniani. Tutaishi wapi sasa? Sallallahu ala rasulillah. Ardhi hii ni yetu sote. Nyinyi na kina Nyau wote ni ardhi. Muogopeni Allah, kuweni na haya, kama alivyosema kaka yangu mwalimu wangu Sheikh Jibril. Wassalamu alaikum. Kwa nafasi hii Mheshimiwa Sheikh wa kata kitifaki, yeye ni mkuu wa baraza la mashehe na wao wanaandika hivyo Jibril yuko vingine na hivi. Sasa chukua nafasi kumkaribisha Sheikh wa wilaya aweze kufikisha taarifa na kushukuru. Karibu sana.